Kwanza wengi tulikuwa hatujui hata kama hizo taarifa binafsi zinatakiwa kulindwa. Tuliamini ni individual effort, ni wewe upambane na hali. Matokeo tumeshayaona ya madhara leo watokea viongozi, wananchi, watu wa kada mbalimbali kutokana na kuwa na mwanya wa uvujaji wa taarifa binafsi. Mtindo wa karibuni wa watu wanalipa ili apate video zako za ambazo usingependa wewe zionekane. Nao kuna watu wamegeuza ni biashara. Sasa na sisi tukipenda kusikia faili zetu na zenyewe zinakuwa kali mno kwa watu wa namna hiyo, na zenyewe ziume kama ambavyo faragha yako ikitoka ile pitch unayoifeel vioane na adhabu, sio tena adhabu za kubembeleza. Hili jambo ni nyeti, kwa hiyo tungependa na adhabu zake ziwe nyeti kwa kiwango hicho hicho. Tungekuwa hatuna nguo ingekuwa. Sasa ugumu unaopata kujibu hilo swali ndio umuhimu wa kutunza faragha. Katika maisha tunajibrand. Tuna maisha ya kwenye stage na tuna maisha yetu behind the stage ambayo tunaita behind the scene. Kwa hiyo tunayalinda yale maisha behind the scene ili utu wa kila Mtanzania uonekane jinsi anavyotaka na jinsi heshima yake inavyoendelea kujengwa. Napenda kuhakikisha kuwa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi iko imara na yenye mwelekeo thabiti wa kusimamia utekelezaji wa sheria hii kwa umakini, haki na kwa mujibu wa maelekezo ya serikali. Tunajitahidi sana kuhakikisha taarifa za binafsi zinalindwa. Hakuna uvujaji sana wa kiasi hicho kikubwa kwa sasa kwa sababu ya taratibu zilizopo. Tunaongozwa na sheria, taratibu na kanuni. Mafunzo haya hapa yatatusaidia sana kujua jinsi ya kuhandle hizi taarifa bila kuathiri sheria yoyote kwa watumishi wetu, na jinsi ya kuzilinda taarifa binafsi. Especially kipindi hiki cha uwazi unaongezeka na hizi taarifa zimekuwa zikiwa misused. Lakini kwa mfumo huu ambao tukienda nao kisheria sasa, ambao tunafundishwa mafunzo haya, kwa kweli inabidi kazi za juhudi zifanyike zaidi hata kwa jamii, kwa sababu udhaifu uko mwingi sana katika mazingira tunayoishi. Kwa sisi ambao tunadili na wateja direct, kwa watu moja kwa moja, kwa yataenda kutujenga zaidi na kutufanya tujue na tutambue jinsi gani ya kuhifadhi taarifa sisi wenyewe kama kampuni na wateja.